Imagine ni uchungu. Mtoto wa mtu. Nani watu wanajulikana? Ni watu wanajulikana. Lakini huyu mwanamke na anajulikana. Mwenye anajulikana, kazi yake ni kubeba kisu. Kwa nini basi fungwi? Unajua hata pale akiwa kwa baba pale, huyu mwanamke anaanza kuanga tunakuanga. Najua anaweza kuwa ameua mahali. Anasema hataki. Mtu anadunga mtu kisu nne. Nafikiri mchezo ni kisu nne. Wanawake wanakuanga wameoana wawili, Rosi na huyo mwingine. Rosi ndiye anakuanga bwana huyo mwingine. Sasa huyo demu alishikwa na Charlie, ndio Rosi akakasirika, akamwambia usishike huyu, ni demu wangu. Jamaa naye akashindi kumfuata, akawafuata mpaka kwa nyumba. Sasa nasikia vile alimfuata kwa nyumba ndio akatoka na kisu wakakimbishana. Sikilia hapa saa hii kwamba hawa wasichana wanajulikana ati ni bibi na bwana na ni wanawake. Hapa kwetu Masaini hatujui kisa kama hiyo na hatuwezi kubali hiyo, tumekataa kwa jina la Yesu. Hiyo hakuna hapa. I wish kama tungejua mapema tungekuwa tumewatumua kitambo sana. Na kama kuna wale wanaendelea kufanya hiyo jambo hapa, mko kwa hatari. Hatuwezi kubali hiyo jambo HBC. Kweli sisi wa Masai hatuwezi kubali. Tunakataana na mambo ambayo imefanyika leo Bisil. Wanawake kuoana na wanawake, wanaume na wanaume, hiyo vitendo tunakataa kabisa kama huku Masaini. Sisi tunadhani ya kwamba hii kitendo inafanyika Nairobi ama inafanyika kwa njia nyingine. Hatujajua inafanyika kwetu. So tunakataa hiyo kitendo na tunaomba hivi ichukuliwe sheria. Kama kuna mtu ambaye anasikia hiyo tabia ambayo inafanyika kwa area yetu wa Matapato, ilete report haraka alafu ichukuliwe hatua. Na tulikuwa tunakashifu ile kitendo ambayo ilitendeka huko Bisil, hatupendi kabisa. Kulingana na katiba yetu ya Kenya, nafikiri haijaruhusiwa mama kuoa mama ama mzee kuchukua mzee mwingine. Kwa hivyo ni kinyume na sheria, pia kwa neno la Mungu ni kinyume. Kwa hivyo ile kitu ambayo ilikuwa naomba ichukuliwe hatua ya haraka na ichunguzwe. Kama kuna wengine anaendelea na hiyo kitendo, ashikwe mara moja. Hiyo mambo inahatarisha mpaka maisha ya watu wengine. Inahatarisha maisha ya watu wengine. Pande hii yetu ya Masaini hatutaki kitendo kama hiyo, sababu hata imefanya mpaka maafa itokee na ni kitendo mbaya. Kwa hivyo tunaomba serikali iingililie kati kwa sababu ya kitendo kama hiyo, ambao sisi kama wachungaji ama sisi kama kanisa, hiyo kitendo tunaikataa, tunaikashifu na hatutaki hiyo kitendo katika area hii.